akawafundisha lakini hawakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa amekaribia kufika, anasema ayafungua macho yake akafunguka. Walikuwa wanamtazama ni Yesu lakini hawakumtambua kama ni Yesu wako naye anatembea naye. Kwa hiyo pia inawezekana ukalisikia neno na usijue kama ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe anazungumza na wewe. Tuombe katika roho, fumba macho yako. Omba. Wewe unaweza kuomba katika roho, omba hata kwa dakika 1-2. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa wafalme, uketie mahali pa juu, Yehova. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki. Ukatawale mwenyewe, ukahusike mwenyewe kutuhudumia wakati upendavyo wewe. Achilia neema yako Bwana mahali hapa katika jina la Yesu. Achilia mafuta matakatifu yatokayo kwako. Achilia mafunuo, achilia Mungu tukapate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hapa. Fungua macho, fungua masikio ya roho. Fungua Bwana, weka utulivu wa kiroho. Katika jina la Yesu, kwa kipindi hiki tunakwenda kujifunza Bwana, tukapate kukuelewa wewe zaidi, tukapate kukufahamu, tukapate kuelewa Mungu. Jifunue wewe mwenyewe, jifunue katika neno, jizilishe Bwana, na katika kwa watoto wako wanasikia, vifungo vikafunguke. Mungu, majawabu yakapatikane katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuumbika ndani yetu tutakapokuwa tunajisikia na kuendelea. Endelea kuumbika katika jina la Yesu. Na mimi mtume wako Bwana, simama mahali hapa Bwana Mungu. Unitumie tu kama chombo Mungu mwaminifu. Na jitiishe chini ya mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo. Nisitegemea akili na ushawishi wa namna yote, bali wewe mwenyewe Mungu ukaonekane kwa dalili nyingi na roho, kwa tetemeko na kuogofya Mungu kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Watu watakutazama wasinitazame mimi, bali wakutazame wewe Mungu ni mwaminifu na wa kweli. Hata na wale watakaotusikia nje ya Mungu nao wakuone wewe. Wale katika vyombo Mungu, katika mitandao ya kijamii, mtakatifu na Mungu wa kweli ni mwaminifu. Wewe pia wawagusi watu wao nao wakapate kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na somo linaloitwa Yesu anaiona imani yako. Tumekuwa na mwendelezo wake. Tumejifunza namna ya Yesu anaiona imani yako. Tukatembea katika ile andiko la Waebrania 11:6. Tukawa nalo. Lakini leo tutakuwa na mwendelezo wa faida za imani inaonekana na Yesu. Unapokuwa na imani inaonekana na Yesu, leo tutakwenda kuangalia faida, lakini pia tutakwenda kuangalia hatua za kuweza kuwa na hiyo imani. Tuangalie maandiko machache kutoka katika kitabu kile cha Mathayo 9:22 na Mathayo 8:13. Mathayo 9:22 na Mathayo 8:13. Alopata some. Kipengele tulicho nacho ni faida za imani inaonekana. Faida ya kwanza ni imani inaleta uponyaji. Kwa pale tunapokuwa na faida, tunapokuwa na imani inaonekana na Yesu. Faida yake ya kwanza ni kwamba tutaweza kusababisha uponyaji katika maisha yetu na maisha ya watu wengine. Tusome haya maandiko. Mathayo 9:22 na Mathayo 8:13. Mathayo 9:22 nasema, Yesu akageuka akamwona akamwambia, ipe moyo mkuu binti yako, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba imani inaleta uponyaji. Ni ile imani ambayo si tu inamtazama Yesu kama mwalimu. Unajua kwa nyuma Yesu alikuwa anaitwa Rabi, mwalimu. Akiwa wakati walikuwa wakimuita jina mwalimu. Lakini imani hii inavuka mipaka ya kumtazama kama mwalimu,
bali inamtazama Yesu kama mponyaji. Unapomtazama Yesu kama mponyaji, ya kwamba Yesu anayo mamlaka juu ya wote wenye mwili, hiyo inasababisha hata kuachilia ule mvuto wa Yesu kuweza kutenda katika yale unayopitia, katika magonjwa unayopitia. Kwa Yesu ana uwezo wa kuponya. Yesu ana uwezo wa kuponya. Tunapomwamini kutoka moyoni ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya bila kusita, Yesu huwa anaachilia ile nguvu yake ya uponyaji. Kwa hiyo hili haimtazami tu Yesu katika ile macho ya kawaida, katika ule mtazamo wa kawaida ambao tunao. Tukisoma katika Korintho wa pili 5:7, Biblia inasema kwamba kwa maana tunenenda si kwa kuona bali kwa imani. Tunapotazama mambo katika sura au muktadha wa kutokuona katika macho ya nyama, bali tunaamini hata katika yale ambayo bado hatujayaona, lakini tunaamini kwamba kwa sababu tuna Yesu mponyaji tayari imeshakuwa. Kwa hiyo haitategemea mazingira yetu ya kawaida tuona. Kwa mfano, nimetoa mfano hapa asubuhi kwamba nilikwenda kumwombea mtu. Hata katika macho ya kawaida katika wakati ule, huyo mtu alikuwa hajapokea uponyaji wa haraka, lakini bado ndani yako unaamini kwamba Yesu hatamponya na amekwisha mponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani haitegemei mazingira ya sasa hivi. Tutakwenda kuangalia kiundani zaidi katika Yesu kama mponyaji, ile imani ambayo inamvuta Yesu ili aweze kuponya. Kwa tunapokuwa na hiyo imani, inachochea ule ukaribu wa kuweza kumkaribia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie mifano michache ya watu ambao katika Biblia walikuwa na hiyo imani, na kutokana na hiyo imani ambayo Yesu aliona ikavuta uponyaji. Tutakwenda kumwangalia huyu mwanamke Mkanaani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke Mkanaani katika kitabu cha Marko 5:25-34. Tusome Marko 5:25-34 mpaka 34. Marko 5. Marko 5:25 mpaka 34. Marko 5:25 mpaka 34 inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika makutano nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya makutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano walivyokusonga, nawe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Naye yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena.
Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, ishi hapo. Tunaweza kaishia hapo, lakini katika haya maneno machache Marko 25, Marko 5:25 mpaka 34, hapo tunajifunza huyu mwanamke ambaye alikuwa akitoka na damu kwa takriban miaka 12. Nafikiri mnafahamu mtu anapotoka damu kwa zaidi ya miaka yote. Miaka 12 si miaka michache. Ukiangalia kulingana na kile kitabu cha mambo ya Walawi, kipindi cha huko nyuma, ukisoma sura ile ya 15, hebu tusome vizuri. Sura ya 15, mambo ya Walawi 25 mpaka 27. Wanawake waliokuwa wanatoka damu walikuwa wanatengwa. Unatengwa na mambo ya kijamii, unatengwa, usiwi kushirikiana na watu wengine. Ulikuwa unaonekana wewe ni najisi. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo huyu mwanamke alikuwa amepitia magumu. Ametafuta tiba kutoka kwa waganga wa kienyeji, kutoka kwa matabibu tofauti. Ikafika hatua akatumia mali zake zote akafika mwisho. Tuangalie andiko na mambo ya Walawi sura ya 15 na mstari wa 25 na 27. Mambo ya Walawi 15 25 mpaka 27. Mambo ya Walawi sura ya 15 mstari wa 25 mpaka 27. Na mwanamke kama akitokwa na damu yake siku nyingi, nayo katika majira ya kutengwa kwake, au kama atatoka na damu kuzidi majira ya kutengwa kwake, siku hizo zote za kutoka na damu ya unajisi wake, atakuwa kama alivyokuwa katika siku za kutengwa kwake, naye yu najisi. Katika kitanda akilaliacho katika siku zote za kutokwa damu, itakuwa kama kitanda cha kutengwa kwake, na kila kitakachokilalia kitakuwa najisi kama najisi wa kutengwa kwake. Na mtu yeyote atakaye vigusa vitu vile atakuwa najisi, naye atazifua nguo zake, ataoga maji, naye atakuwa najisi hata jioni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ahadi ya Mungu kwamba katika Israeli watu ambao wanatoka na damu kwa aina yake walikuwa wanatengwa. Sio tu hata kitu chochote ambacho walikuwa wanakigusa pia nacho kilikuwa kinamtengwa. Ndio wanaonekana najisi. Kitanda cha wanalia na mtu yeyote ambaye alikuwa akimsogelea hawa kimgusa naye wao wanaonekana ni najisi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani huyu mwanamke alikuwa ametengwa na jamii, alikuwa ametengwa na jamii nzima. Alikuwa kiafya, ni mgonjwa, lakini pia katika mahusiano ya kijamii alikuwa ametengwa kwa jumla ya miaka 12 mfululizo. Ni mtu ambaye alifika mwisho, alikata tamaa, kama ni mateso mbalimbali, ilifika hatua akakata tamaa. Lakini aliposikia habari za Yesu, katika andiko ile tulilosoma Marko 5:25-34, pigia mstari ile hatua ya kimani. Baada ya kusikia Yesu anapita, akasema, nikigusa tu pindo la vazi la Yesu nitapona. Hiyo aliongea moyoni. Kumbuka kwamba Yesu alikuwa katika mkusanyiko wa watu wengi walikuwa wanamfuata. Na alipokuwa akimfuata, huyu mwanamke alikuwa ruhusiwi kuwa karibu na hayo makusanyiko kwa sababu alikuwa ni mtu najisi. Alikuwa ametengwa kulingana na sheria na taratibu za Israeli. Sasa leo tulisoma katika mambo ya Walawi 15:25 mpaka 27. Lakini yeye huyu mwanamke hakuona ile hali ya kutengwa, aliamua kuchukua hatua. Akaadhiria moyoni mwake, akasema nikigusa tu ile vazi nitapona. Kwa hiyo mwanamke alianza kuamini hata kabla ya kuona ya kwamba nikigusa, kwa alianza kugusa ile vazi kwa imani.
angali yuko mbali, alianza kuigusa kwa imani. Ile kitendo cha kwanza kuamini tu ya kwamba niligusa vazi la Yesu nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Aligusa kwa imani. Na tunaona kwamba yeye hakuomba ruhusa, aliona katika imani. Kwa sababu angeomba ruhusa wangemkatalia. Kulingana na zile taratibu, akasema ile si ruhusa. Kwa aliamua mwenyewe kuasi, akaazimia, akasogea mpaka pale Yesu alipokuwepo, akagusa ile vazi lake. Kimya. Na Yesu alipoiona imani, kwa sababu imani ya namna hiyo inamvuta Yesu ili aweze kutenda. Unapokuwa na imani ya namna hiyo ambayo inapita hali ya kawaida, katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu, inakataa. Lakini imani inaenda mbele zaidi hapo. Na Yesu imani ya namna hiyo huwa anatenda. Kwa Yesu alipomuona akamwambia, mama, imani yako imekuponya. Tunapokuwa tunajifunza hiyo imani, na sasa tunaangalia faida za kuwa na hiyo imani ambayo imepita kawaida. Hii tunapokuwa tunajifunza, na sisi itupe kuwa na hiyo imani tunapokuwa tunapitia katika majaribu mbalimbali. Unapokuwa unaumwa, wewe kuwa na imani mbele za Yesu. Tumia dawa ndio, lakini pia muamini Mungu katika dawa unazotumia, lakini muamini pia Mungu anaweza kukuponya bila kuona shaka. Kwa Yesu alipoiona imani, nguvu yake iliachia pale kwenda kumponya yule mtu. Na yule mama damu ikakauka pale. Baada ya miaka 12, ni miaka mingi sana. Kwa tunaona imani ya kweli haitegemei hali ya nje au giza ya watu. Unaposoma neno linakuelekeza juu ya jambo fulani, unaamini. Imani inaanza na wewe. Unapoweka tumaini juu ya Yesu, hauangalii watu wengine watasema nini juu ya hiyo unachokiamini. Huyu mwanamke hakuangalia watu. Yeye alikwenda kimya akaenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu mwanamke anatufundisha pia hata katika zile nyakati ambazo ni ngumu, bado tumaini letu liwe katika Yesu. Yeye ni mponyaji. Tuangalie pia mfano mwingine, afisa wa Kirumi. Huyu afisa wa Kirumi katika Mathayo 8 sura ya 5 mpaka 13. Tusome hapo. Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 13. Mathayo 8 Mathayo 8:5-13. Mathayo sura 8 mstari wa 5 mpaka 13 anasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akisema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtumishi niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyo njoo, huje, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akamwambia wale waliofuata, amini nawaambieni,
Sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona huyu afisa wa Kirumi katika ile Mathayo 8:5-13. Kwanza huyu wa Israeli alikuwa ni mataifa. Wakati huo kulikuwa kuna wana wa Israeli, pia kuna watu wa mataifa. Kwa huyu afisa wa Kirumi alikuwa ni mtu wa mataifa. Alikuwa ni mtu wa Kirumi kutoka katika taifa la Kirumi. Lakini huyu alikuwa na imani ya ajabu sana. Alimchukulia Yesu katika mazingira namna ya tofauti sana. Aliangalia yeye ni askari, ana mamlaka ambayo yapo chini yake. Na katika ule mfumo wa kiaskari katika hali ya kimwili, akimwambia huyu nenda, askari abishi anakwenda. Kwa alipomtazama Yesu, akamtazama kwamba yeye ni mkuu wa uzima. Yeye ni mkuu wa magonjwa yote. Na yeye ndiye aliyetuumba sisi. Na kama ametuumba sisi, basi asili ya magonjwa yote iko chini yake. Na ndipo tunaona katika Biblia hapa kwamba akatuma watu. Akawatuma watu waende akamwambie, mtumwa wangu anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata alipofika, wale watu wakamwendea wakamweleza, akamwambia Yesu. Huyu afisa Kirumi baadaye akamfuata Yesu. Akamwambia, naliona sistahili hata kuja mbele zako. Kwa hali ya unyenyekevu sana. Akasema, najiona sistahili hata kuja mbele zako. Kwa kuwapia, na ndio maana nikatuma watu. Basi Yesu akataka kwenda kumponya. Akamzuia. Hapana. Kwa namna jinsi ilivyo na huo jinsi, hata ustahili kwenda chini ya ndani yao. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu akashangaa sana. Akatazama katika Israeli, hakuona hiyo imani. Hata ina maana hata katika Petro, wale wanafunzi wake hawakuwa na imani ya kiwango hicho. Tunaona Mungu hana upendeleo katika taifa lolote, katika kizazi chochote, katika nyakati zozote. Yule anamtumaini Yesu anajibu. Usikizana. Usione kwamba Yesu hakusikii. Weka imani tu. Kitu kilitokea. Akawaambia watu, siyapata imani kuiona kwa sababu yeye anaona. Alitazama kuanzia ulimwengu ulipoumbwa. Akaona hiyo imani. Akaiona kwa yule afisa Kirumi. Ambaye hakuwa Mwisraeli. Alikuwa ni mtu wa mataifa. Akasema, na iwe kwako kama ulivyoamini. Saa ile ile yule afisa Kirumi alipokwenda kuuliza majira na nyakati na muda, hakuwa kwamba ni muda ule ambao Yesu alitamka. Kwa imani tunaona kwamba hapa tunajifunza imani ambayo tunatakiwa tuwe nayo ni imani ambayo inamwamini Yesu 100%. Hata kama mambo tunayozunguka ni magumu, hata kama yaonekana, lakini jua tu ya kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa Bwana, ni Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega. Ukimtambua hivyo Yesu, hakuna jambo lililogumu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pia mfano mingine. Pale tuko kwenye kipengele cha faida ya kwanza, kwamba imani ya kweli ambayo Yesu anaiona inaleta uponyaji. Pale tu Yesu atakapoiona, ila maana itaachiwa uponyaji. Faida ya kwanza bado tuko nayo. Tunaangalia mifano ambayo hawa watu Yesu walionyesha imani kwamba ambacho Yesu aliona akaachia uponyaji. Vipofu wawili, tusome katika Mathayo 9:27-30.
Mathayo 9:27 mpaka 30. Mathayo sura ya 9 mstari wa 27 hadi 30 nasema, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, "Uturehemu, mwana wa Daudi." Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, Mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, "Naam, Bwana." Ndipo alipowagusa macho akasema, "Kwa kadri ya imani yenu mpate." Macho yao yakafunguka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, "Angalieni hata mtu mmoja asijue." Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaona hao vipofu wawili katika Mathayo 9:27 na 30. Walifuata Yesu wakapiga kelele. Je, wewe unapiga kelele? Unamlilia Yesu pale unapokutana na changamoto? Hao vipofu wawili walipiga kelele, "Uturehemu, mwana wa Daudi." Na Yesu alipoiona akawauliza tena. Kwa sababu imani yao wakati wanapiga kelele, unaweza kupiga kelele lakini bado kiwango cha imani hakijafika katika Yesu, kumvuta Yesu aweze kutenda muujiza. Kwa kupiga kwa kelele kulikuwa bado hakumfanya Yesu aweze kutenda. Ndipo Yesu sasa akawauliza, "Je, mnaamini mimi naweza kutenda haya?" Tunaona leo Mungu linatuambia baada ya Yesu kuwaambia vile, Yesu alitaka ushindi wa ndani na moyo kabisa, ndani ya moyo wao. Na wakasema wakati ndio Bwana tunaamini. Tunaona Yesu anasema, "Mkaponyeke kwa kadri ya imani yenu." Kwa nini Yesu anatumia neno hilo, kwa kadri ya imani yenu? Kama tunaweza kujifunza kwa habari ya uponyaji, hatujaona sehemu ambapo mtu Yesu amponya mtu bila imani. Kwa tunajifunza pia hata sasa hivi katika mambo yanayotokea.